atatimiza. Wewe mwamini, akisema atajibu. Wewe mwamini, katika maisha yote ni Mungu. Kwenye uvuli wa mauti uliokoza, katika majira yote ni Mungu. Iwapo kwenye majaribu unishindia, katika maisha yote ni Mungu. Kwenye uvuli wa mauti uliokoza, katika majira yote ni Mungu. Iwapo kwenye majaribu unishindia, Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uketie mahali pa juu sana palipoinuka, tuna kila sababu ya kukushukuru na kusema asante kwa ajili ya siku hii ya leo na majira haya. Asante Bwana kwa kuzaliwa katika maisha yetu. Asante Mungu kwa kuwa umetupa agano jipya na wewe. Asante kwa maana Mungu umetutengenezea mahusiano bora na wewe. Asante kwa maana Bwana unaendelea kutembea na sisi, na hakika tunajua huwezi kutuacha. Baba mtakatifu, tunakukaribisha majira haya na wakati huu kwa lile neno ambalo umelijaza ndani yangu na ambalo umetaka niweze kushirikiana na watoto wako na watumishi wako mahali na mahali walipo. Mungu mtakatifu, tunaita nguvu za Roho Mtakatifu ziendelee kutuatamia. Roho Mtakatifu akatupe ufahamu wa kuweza kuyaelewa maandiko na kutufungua fahamu zetu na akili zetu na macho yetu ya rohoni, ili tuweze kujua kile ambacho unasema nasi siku hii ya leo. Baba, tunaomba uanze nasi na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote tunaomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu. Leo kuna neno ambalo Roho Mtakatifu amelijaza ndani ya moyo wangu, na nimewiwa kulitoa kwa ajili ya watu wake. Nilipewa kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Mimi nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 10, lakini ukipata muda, mtoto wa Mungu, unaweza ukasoma kuanzia mstari wa 8. Mstari wa 10 unasema, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane, na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo nampigia Baba magoti. Nitaishia hapo, watoto wa Mungu. Wakati nilipopewa neno hili katika kulitafakari, kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vikija ndani yangu. Na nilipokuwa nalisoma, the basis kubwa ambayo ilikuwa inakuja sana kwangu ni namna ambavyo Mungu amechagua watu wake, amelichagua kanisa ili liwe ishara
ya kuonyesha wisdom ya Mungu, hekima ya Mungu namna ilivyo, na hekima ya Mungu namna inavyotenda kazi. Lakini pia Mungu kupitia neno hili la Waefeso alitaka pia kulidhihirishia kanisa kwamba limetengenezwa na limewekwa kama agano na Mungu ili kuweza kufanyika ushuhuda kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na watoto wa Mungu, mtajua neno la Mungu linasema vita vyetu si juu ya mwili na nyama, bali ni juu ya roho na mamlaka, principalities. Na ukikaa ukiendelea kutafakari tunavyoambiwa ulimwengu, ufalme na ulimwengu wa roho, ina include malaika na ina include upande wa giza pia, the devil as well. Sasa ukiendelea kusoma utaona kwamba Mungu amelichagua kanisa liweze kudhihirisha hekima ya Mungu. Sasa hekima ya Mungu inadhihirishwa kwa njia nyingi. Hekima ya Mungu inadhihirishwa kutokana na siri ambazo ziko sirini, na Mungu anaamua kuzitoa siri hizo kupitia kanisa. Lakini pia hekima ya Mungu inadhihirishwa kutokana na kanisa kuweza kuonyesha ishara ya nguvu za Mungu. Lakini pia hekima ya Mungu inadhihirishwa na the sacrifice ambayo Mungu mwenyewe aliifanya kwa ajili ya wanadamu, pale ambapo aliamua kuiacha enzi yake mbinguni na kuja duniani kwa ajili ya watu wake na kuwakomboa. Na tunaona katika majira haya ya Christmas tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu, yeye ambaye aliamua kuwa mdogo sana na kuonekana kama asiye na kitu ili kuweza kukomboa ulimwengu. Yote hayo yalikuwa yanaidhihirisha hekima ya Mungu ambayo yumkini shetani alidhani kwamba ameshinda kwa kuwadanganya watu wa Mungu na kuwanyang'anya haki yao ya kukaa katika bustani ya Eden. Lakini pia neno hili linaonyesha namna gani ambavyo Mungu anaheshimu kanisa, amelithamini kanisa. Na tunajua kwamba kanisa ni dhihirisho la mke. Mungu anachukulia kanisa kama mke, na anatudhihirishia kwamba mume kupitia mke hakuna anachokificha. Mume kupitia mke anadhihirisha ukuu wake. Mume kupitia mke anadhihirisha siri zake. Mume kupitia mke anaonyesha utukufu wake. Na ukienda ukisoma kitabu cha Mithali 31, mwanamke aliye mwema, utaona tunaona kwamba responsibilities za mke ni nini ili kuweza kulinda heshima ya mume wake na kumpa mume wake jina hata pale ambapo mume wake hana jina. Lakini with all these powers ambazo Mungu ameachilia katika kanisa, bado watoto wa Mungu, kanisa halijatambua nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Mke hajatambua nguvu ambayo mume wake amempa, mamlaka na madaraka aliyopewa na mume wake. Tunaambiwa mume ni kichwa na mke ni shingo. And there was this day I was listening as a particular clip. Inasema kwamba shingo ndo inayofanya kichwa kigeuke pande tofauti tofauti, which is true. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mke ana nafasi kubwa sana. Kanisa lina nafasi kubwa sana ya kuweza kuonyesha kile ambacho Mungu anataka kionekane kwa watu wake, lakini pia kuweza kupeleka utukufu hata kwa miungu ambayo inaweza kusimama na kudhania kwamba imeshinda. Mungu amelichagua kanisa kuwa kama
ishara, kuwa kama mwakilishi wa Mungu kwa vile ambavyo Mungu ana uwezo wa kuvifanya, on what God is capable of doing. Na ndio maana tutaona watoto wa Mungu kwamba kupitia mistari hii, kama jinsi ambavyo Paulo anaonekana kwamba alikuwa amefungwa kifungoni, alikuwa anapita katika mapito mazito, lakini aliwaambia yote ni kwa ajili ya utukufu wao. Yote ni kwa ajili, wasimwangalie na kumwonea huruma, kwa sababu yale anayopitia ni kwa ajili ya utukufu wa lile kanisa la Efeso. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa Mungu, watumishi wa Mungu wanapopita katika mapito, kanisa linapopita katika mapito, na ninapozungumza kuhusu kanisa inamaanisha mimi na wewe, Mungu anadhihirisha kwamba tunapita ili utukufu wa Mungu uweze kudhihirika. Lakini lazima tuelewe there are times ambazo kanisa litapitia attacks, kwa sababu shetani anajua through kanisa Mungu anadhihirishwa, through kanisa utukufu wa Mungu unaonekana. Na ndio maana watu wa Mungu wanaweza kupita katika mapito ambayo sio marahisi, kwa sababu maisha ya watu wa Mungu yanafanyika kuwa ushuhuda kwa wengine. Na lazima tuelewe kwamba viko vita vikali ambavyo vinaendelea kati ya principalities, maana yake Satan and God. Satan anakazana kuwavuta watu waende upande wake, kwa sababu anajua majira yamefika, na Mungu naye anavuta watu wake waingie safinani, kwa sababu ukweli ni kwamba muda umeisha. Lakini inahitaji hekima ya kimungu ili watu waweze kujua kwamba shetani kazi yake ni kudestroy kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya watu wake. Haijalishi inawezekana ikawa una kitu kidogo kiasi gani. Haijalishi inawezekana ukawa unajiona mbele za Mungu hufai. Lakini Mungu kwake anavyokuangalia ni tofauti na wewe unavyojiangalia. Kwa sababu Mungu anatumia ile nguvu ndogo iliyoko ndani ya mtu, na hiyo nguvu ndogo ndio ambayo inajibu maombi makubwa. Ndivyo neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu chake, nadhani cha mlango wa 3 mstari wa 20. Sasa Mungu anasema nini? Mungu alikuwa anatuambia katika maneno haya na kutuonyesha kwamba yeye ni Mungu ambaye anafanya representation ya Yesu Kristo ili kuleta salvation katika ulimwengu, ili kuleta ukombozi kwa wanadamu. Kwamba katika yote, pamoja na kwamba shetani alidhani ameshinda, lakini hekima ya Mungu ilikuwa juu sana, kwa sababu tayari it was planned for a savior to be born to the world na kubring salvation. Lakini pia ukiendelea kusoma kitabu cha Matthew mlango wa 5 mstari wa 14, tunaambiwa kwamba mji umejengwa juu ya mlima, sehemu ambayo ulimwengu wote na dunia nzima inaweza ikaona. Maana yake ni nini? Mji unaonekana kama ishara ya Yesu ambaye amezaliwa, Yesu ambaye anakaa juu ya mlima ili watu waweze kumuona, Yesu ambaye ataangikwa msalabani ili watu waweze kupata ukombozi. Lakini bado Mungu anazidi kuendelea kuinsist regarding his wisdom. Na ndiyo maana tunaona Yesu alipokuwa akiongea na Petro, alimwambia Petro kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na kwamba anamuombea Petro ili akisha ongoka awasaidie na wengine, kwa sababu juu ya Petro kanisa litajengwa. Juu ya Petro msingi wa ibada, msingi wa kanisa utatengenezwa, msingi wa ushuhuda wa Mungu utaonekana. Sasa watoto wa Mungu, Mungu anasema nini? Ni majira ambayo Mungu anataka tuelewe namna gani anavyofanya kazi
ya yeye kutaka kuondoa kila mazuio ambayo yanawekwa ili kutenganisha watu wa Mungu kwa sababu tu ya tofauti ambazo zilikuwa zimewekwa katikati ya watu wa Mungu. Na watoto wa Mungu, tutaona kwamba hata Yesu alivyokuja ulimwenguni kulikuwa kuna Gentiles na Jews. Hawa watu walikuwa wametengwa. Kulikuwa kuna watu wanaonekana kama Wasamaria ambao walikuwa wanaonekana hawana thamani. Lakini Mungu Yesu Kristo alizaliwa duniani ili kuondoa hizo barriers. Na ndio maana tutaona hata ishara ya pazia kupasuka Yesu alivyokuwa anakwenda kusulubiwa, ilikuwa ni kudhihirisha kwamba kila aina ya barriers ambazo zimewekwa between God's people, Mungu amekuja ili kuondoa, na kwamba Mungu yuko kwa ajili ya wote. Na utaona mfano mwingine tumeonyeshwa hata wakati wa Yona alipotumwa kwenda Ninawi, mji ambao ulikuwa unaabudu sanamu. Yona alitumwa kwenda Ninawi, akaamua kwenda Tarshishi na samaki akammeza ndani ya siku 3. Alivyoenda Ninawi iligeuka na kutubu kwa sababu alijua wanakwenda kuangamizwa. Mungu alikuwa anataka kuonyesha ni namna gani atakavyoleta Masihi na ambavyo wapo watakaomsikiliza na kuponya na kuponywa kutoka katika dhambi zao na uharibifu wao. Lakini kwamba Mungu analiunganisha kanisa kupitia Yesu Kristo, na kwamba mipango ya Mungu haiwezi kuharibiwa na mipango ya kibinadamu, because God's plans are unstoppable. Vijana wengi wenye nguvu ndio shetani anaowatumia. Vijana wengi shetani anawaharibu fahamu zao, anawaharibu akili zao, kwa sababu neno la Mungu linasema vijana ndio wenye nguvu ya kulijenga kanisa. Na Mungu anaita vijana kwa sababu anajua kwa vijana kanisa linajengwa. Mungu ameweka kusudi la wokovu ndani ya vijana. Lakini pia Mungu ametaka kuonyesha namna ambavyo ametengeneza njia ya watu kuweza kuwa na access na Mungu directly, kwamba unaweza kutoka kwenda kumfuata Mungu personally na Mungu akakusikia. Lakini pia Mungu ametudhihirishia katika maneno haya kwamba his suffering, the suffering that we go through, it is for his glory. Na ndio maana hata Yesu alipita katika mapito ambayo hayakuwa marahisi, lakini katika mapito hayo Mungu alidhihirika. Katika mapito hayo tuliuona mkono wa Mungu. Katika mapito hayo Mungu aliweza kudhihirisha his mighty hand, na jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi, na namna ambavyo Mungu nia yake ilikuwa ni kuzikomboa souls na kuzirudisha kwake. Mungu alipowaumba wanadamu aliwaumba kwa sababu ya yeye kuabudiwa. Mungu alipoumba wanadamu alifanya kila kitu kinachozunguka kiwe ni sehemu ya kumwabudu Mungu. Sasa tujiulize, watoto wa Mungu, je, vitu vinavyotuzunguka, vitu vilivyotuzingira vinadhihirisha utukufu wa Mungu? Vinadhihirisha nini vitu vinavyotuzunguka? Je, hivyo vitu ni part of us worshiping God? Hivyo vitu vilivyotuzunguka vinapelekea sisi kufanyika ushuhuda kwa principalities, meaning demons and angels, ili kuweza kudhihirisha the wisdom of God to the world? Au ni vitu ambavyo vinaharibu utukufu wa Mungu? Kuna responsibility kubwa sana ambayo Mungu ameiweka ndani yetu, watoto wa Mungu. Kuna namna ambavyo Mungu ametuheshimisha na anataka tujue ametuweka katika viwango gani. Lakini kwa sababu ya kusongwa na dhambi, kwa sababu ya kusongwa na ulimwengu,
tumesahau kwamba Mungu ameweka maisha yetu yawe ushuhuda wa kumwabudu yeye, na yeye aweze kurudishiwa sifa na utukufu. Ili nifanya tu nikakumbuka Nuhu alipoambiwa atengeneze safina, na alipoanza kuwahubiria watu kwamba mafuriko yatakuja, Mungu alivyoita watu, alivyoita wale wanyama waingie ndani ya safina, ilikuwa ni wisdom ya kipekee ambayo Mungu alifanya. Mungu alionyesha utukufu mkubwa, kwa sababu si Nuhu ambaye alienda akaleta wanyama, lakini Mungu aliweka ufahamu kwa wanyama ili waweze kutafuta safina mahali ilipo, na wakaenda in pairs, wakaingia ndani ya safina. It was God. Kuna vitu ambavyo Mungu anavifanya kwa hali ya kibinadamu, tunaweza tusielewe vinafanyikaje, lakini bado Mungu atakuwa Mungu, kwa sababu katika kila analolifanya ushuhuda wake utathibitika na kuonekana. Mungu atusaidie sana, watoto wa Mungu na watumishi wa Mungu. Tujue tunaposimama kama kanisa as an institution, na tunaposimama kama kanisa mtu mmoja mmoja, na tunaposimama kama wake ambao mume wetu ni Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu anavitegemea kutoka kwetu. Kuna mamlaka ambayo yamewekwa katika maisha yetu ili Mungu aweze kutukuzwa. Leo nimepewa mzigo sana ndani yangu wa kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao Mungu amepaka mafuta ndani yao. Wale watumishi ambao Mungu amewaweka alama ili waweze kufanyika ushuhuda. Wale ambao yumkini wanaweza kuwa wanapita katika mapito ambayo sio marahisi, lakini bado through this word God is reminding them kwamba shida yao ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Inawezekana kuna nyakati unaona siwezi kuendelea kwa sababu mambo ambayo yanakusonga ni mengi, lakini bado Mungu anasema kwamba ana haja nawe, na kuna kazi ameiweka ndani yako, na kwa ajili ya hilo yuko tayari kukutengeneza. Haijalishi ni mahali gani umeanguka, Mungu yuko tayari kukutengeneza na kukutoa msituni ulipokuwa, kama wale wanyama waliotolewa msituni wakaingizwa ndani ya safina. Kwa sababu hakika hekima ya Mungu sio hekima ya kibinadamu. Ilibidi lazima wanyama watolewe katika ardhi walimokuwa msituni, wakaingizwa ndani ya safina, so that they will not be destroyed kwa sababu ya mafuriko ambayo yataikumba dunia. Na wanyama wale walikuwa ndio asili na ndio msingi wa kuweza kuendeleza wanyama wote ambao kwa sasa tunawaona. And God put those animals into pairs. They were in pairs. Na sio kwa pea moja tu, walikuwa in pairs, kama sio 7 ni 8. Lakini walikuwa into pairs. Why did God did all that? Kwa sababu hekima ya Mungu sio hekima ya kibinadamu. Mungu anaposema nasi kuingia safinani, expectation ya Mungu ni tupite in pairs. Vuta mtu mmoja uingie naye ndani ya safina, kwa sababu hakika majira yamefika, na tusipokuwa ndani ya safina, mafuriko yatakapokuja, kama tuko nje ya safina, hakika mafuriko yatatumeza na kutuharibu na kutupoteza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nina kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya majira haya na wakati huu. Asante kwa wingi wa huruma na rehema yako. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umeachilia kibali mbele ya madhabahu yako. Mungu, ninaomba toba na rehema mahali popote pale ambapo Bwana nimetenda kinyume na makusudio yako, mahali ambapo nimeshindwa kusimama katika nafasi,
mahali ambapo Bwana ulitaka nifanye A, nikafanya against the purpose ambayo ulikuwa umeiweka katika maisha yangu. Baba, ninaomba utakaso wa damu ya Yesu Kristo ya agano, ukatakase fahamu, ukatakase hatua, ukatakase moyo, ukatakase kinywa, ukatakase mwili, ukatakase mavazi. Mungu, ukatakase hata majira ambayo umeyaweka mbele yetu. Bwana Mungu, majira haya nimesogea mbele ya madhabahu yako katika nafasi yangu ya kikuhani. Bwana, wewe ambaye umeniweka kama kuhani wa zamu, Baba, ninasimama katika hiyo nafasi ya kikuhani kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya watumishi wako ambao umewapaka mafuta mahali na mahali. Bwana, wewe Mungu ambaye unasema kwamba majira yamefika ili watu wako waweze kuingia safinani. Baba mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya hizo ardhi walizomo. Bwana, ninazikomboa na kuzitakasa ardhi zilizowashikilia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu yako ya thamani. Wewe Mungu ambaye umeachilia kibali mbele za wafalme, wewe Mungu ambaye umeparuza pale ambapo Mungu umepasawazisha pale palipokuwa pameparuzika. Wewe Mungu ambaye umeangusha Bwana milango ya chuma na milango ya shaba. Wewe Mungu ambaye umeruhusu watu wako kuona na kupewa hazina zilizoko sirini. Mungu, tumesogea mbele zako kwa uaminifu mkubwa. Tumesogea mbele zako tukiamini kwamba neno lako ni kweli na amini. Baba, wewe wajua majira ya watoto wako na namna ulivyoyapanga, lakini Bwana pia tunajua kwamba shetani naye amesimama katika malango ya majira ili kuweza kuzuia makusudi ambayo umeweka katika maisha ya watoto wako. Baba mtakatifu, ninasimama katika nafasi ya kikuhani, ninakomboa majira ya walio wa kwako. Bwana, ninakomboa majira ya wote ambao umewapaka mafuta. Ninakomboa majira ya wale ambao umeweka alama katika paji za nyuso zao. Bwana, kila malango ulioweka wazi kwa majira haya, Mungu Baba, tunaomba kwa ajili ya hayo malango. Mungu, tunayakomboa majira ya malango hayo. Bwana, wewe ambaye ni lango kuu, wewe ambaye ni lango la uzima, wewe ambaye ni lango ambalo ukiwekwa wazi watu wako wanapata access ya kupita. Baba, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo katika hayo malango kwa majira yaliyo sahihi. Bwana Mungu mtakatifu, tunaomba wewe ambaye uliachilia neema yako juu ya ardhi, hata ulipoingia Bwana agano lako na Ibrahimu, ulimwambia malango yake yatakuwa wazi na atamiliki malango ya adui zake. Bwana Mungu mtakatifu, tunajua yako malango ambayo umeyaweka wazi, lakini adui naye anakazana kutaka kupitisha uharibifu katika hayo malango. Baba, ninasimama kinyume na kila aina ya lango ambalo limefunguliwa na mwovu, kila aina ya uchafu ambao adui anataka kupitisha katika malango ambayo wewe Bwana umeyaweka wazi. Mungu, tunasimama kwa imani kwa sababu Bwana wewe uliruhusu wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari ya Shamu, kwa sababu ni wewe Bwana uliyewatengenezea njia. Tunajua liko jeshi la Farao ambao walipoona ile njia imetengenezwa na wao Bwana wakataka kupita wakidhani kwamba wanaweza kuvuka, wakasahau kwamba njia hiyo haikutengenezwa kwa ajili yao, na matokeo yake Bwana ulionyesha utukufu wako, kwa sababu jeshi la Farao liliangushwa katikati ya maji. Jeshi la Farao liliharibiwa katikati ya maji. Bwana, tunajua yako malango uliyoyafungua majira haya, lakini Mungu tunakataa uharibifu wowote wa yule mwovu kupita, kama namna ambavyo ukuruhusu uharibifu wa jeshi la Farao kwenda kuwafikia watoto wako Mungu, ambao Bwana uliruhusu waweze kuvuka upande wa pili. Baba, tunakamata hayo malango katika jina la Yesu. Mungu ambaye umewaandika watoto wako katika viganja vya mikono yako, Bwana Mungu mtakatifu, tunaomba kwa ajili yao. Usiruhusu Mungu uharibifu ukaambatana nao. Bwana, ukawasaidie waweze kuvuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Mungu tunaomba kila ardhi ambayo imezishika hatima zao, Bwana, hizo ardhi ambazo zimenenewa laana, hizo ardhi ambazo zimenenewa uharibifu, hizo ardhi ambazo zimetolewa sadaka za kipepo, hizo ardhi ambazo zimeshika hatima zao, hizo ardhi ambazo zimefunga hatua zao ili washindwe kuvuka, Bwana, katika viwango unavyotaka wewe wavuke. Baba mtakatifu, kwa mamlaka ya kimbingu na mamlaka ya kikuhani ulionipa, Bwana Mungu, ninawatapisha kutoka katika hizo ardhi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hizo ardhi ziwatapike, wawekwe huru, Bwana. Hizo ardhi ziwatapike katika hayo mashimo walimozikwa, Bwana, katika hayo makaburi walimowekwa, Bwana, ndani hayo majeneza walimofungwa, Mungu Baba, tunawaweka huru katika jina la Yesu. Nuru yako iangaze namna ambavyo uliruhusu Yesu Kristo akaja duniani akafunguka, Bwana, ili kuweza kuwafungua watoto wako waliokuwa katika vifungo. Baba, tunawaweka huru. Wewe ambaye uliishinda mauti, ukaweke uhai tena katika maisha ya walio wakwako, ukaangalia wakwako, Mungu, ambao wamewekwa alama yako, ambao wanatakiwa kuvuka majira haya. Mungu, tunakuomba katika jina la Yesu. Baba, tunaita nguvu zako na uweza wako, ukawaweke huru, Bwana, ukafungue kila minyororo iliyowekwa katika miguu yao na hatua zao, Bwana, ukawape kuona. Macho yaliyofungwa, Bwana, ukayafungue na kuwapa kuona. Masikio yasiyosikia, fungua masikio yao, Bwana. Komboa fahamu zao, safisha akili zao na fahamu zao. Baba, achilia nguvu za kimbingu na Roho Mtakatifu apite katika fahamu zao. Palipo na giza, Bwana, ukaachilie nuru. Palipo na giza, Mungu wa mianga, ukaachilie nuru in the mighty name of Jesus. Baba, tunaachilia damu ya Yesu ipite ndani yao. Baba, ukaponye mioyo iliyojaa majeraha, ukaponye mioyo iliyo na maumivu, ukaponye mioyo iliyo na maswali, ukaponye mioyo iliyo na kila aina ya uharibifu, Bwana Mungu. Mioyo iliyojaa giza ukaachilie nuru katika jina la Yesu. Baba, safisha walio wakwako, Bwana, wale ambao wameshikiliwa na ardhi zisizozaa. Baba, ukaruhusu kuzaliwa, ukawatoe katika hizo ardhi ambazo, Bwana, zinaleta jangwa katika maisha yao, ukawapeleke katika ardhi zilizobeba hatima zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, haijalishi majina yao yamepandwa katika mipaka ya kipepo, haijalishi, Bwana, kwamba majina yao yamezikwa katika ardhi, haijalishi, Mungu, kwamba ziko ibada zilizofanyika katika mapango, haijalishi, Bwana, kwamba wamekorogwa katika viungu vya kipepo. Mungu, tunakomboa, tunaachilia damu ya Yesu, tunawakomboa, Bwana, tunawakomboa Mungu. Tunapeleka hiyo damu yako ya thamani ipite ndani yao, ipite katikati yao. Baba, tunapeleka na upepo wa kisulisuli ukawapite, Bwana, huko aliko, ukawatoe huko aliko, ukawatoe huko aliko. Damu yako ikawatafute, Mungu wa mianga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Mungu usiyeshindwa. Baba, tunalitukuza jina lako. Hena robosi ya koriando robosaya. Baba, tunalitukuza jina lako, maana Bwana uko ushuhuda ulioweka ndani ya watu wako, na wewe si Mungu wa hasara, wewe si Mungu wa hasara. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu, uendelee kupita kwa nguvu na uweza wako, Bwana, ukawaachilie huru, Mungu, ukawatoe katika vifungo, ukawape uhai waliokufa. Baba, ukafufue vilivyokufa ndani yao katika jina la Yesu. Baba, kwa majira yaliyo sahihi ukawainulie msaada. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya majira yao ukawape msaada wa kimajira, ukawape maneno ya kimajira, ukawape huduma ya kimajira, ukawape uchumi wa kimajira, ukawape mavazi ya kimajira, ukawape ufahamu wa kimajira, ukawape hatua za kimajira katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Andererebosi ya kariamande.
Handere kariando robosika. Ardhi za kimajira. Enderebo seri kariando robosaya. Ardhi za kimajira Bwana. Ardhi za kimajira ambazo zitafungua baraka zao. Ardhi za kimajira. Heremano robosi yako riando robosi kayakai. Yehova tunakushukuru. Asante kwa maana wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Asante kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante kwa maana agano lako linakwenda kutimilika. Asante kwa ajili ya agano jipya ambalo umelitimiza tayari Bwana. Asante kwa ule utukufu ambao Bwana unakwenda kuthibitika na kuonekana. Asante kwa ajili ya kesho yenye ushuhuda. Asante Mungu. Litukuzwe jina lako, Baba yetu na Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tunaomba tukiamini. Amen. Mbarikiwe wana wa Mungu na muwe na wakati mwema. Shalom, shalom.